Mfuatiliaji wa Afya 102, mimi kwa majina naitwa Mtalemwa, ni mtaalamu wa tiba lishe, na nimependa kuzungumza mada kidogo kuhusu lishe bora ni nini. Maana watu wengi wamekuwa wanazungumzia kuhusu lishe, lakini ni wachache ambao wanajua maana yake kwa usahihi. Kwanza, lishe ni mchakato unaohusisha tangu chakula kinapoingia mdomoni mpaka kinachakatwa, kinaenda kutumika. Hiyo ndo maana ya lishe. Lakini tukija lishe bora, ni matokeo ya kula chakula ambacho kinakidhi mahitaji yako ya mwili kulingana na hali ulionayo, jinsia, umri, labda mjamzito au sio mjamzito, na mambo kama hayo, lakini sambamba na mazoezi ambayo ni kanuni bora ya afya. Kwa hiyo tukisema mtu ana lishe bora, inamaanisha anakula chakula kinachokidhi mahitaji yake, lakini pia anashughulisha mwili, ambao ni msingi wa afya bora. Mfano, mama mjamzito ana mahitaji yake, mtoto mdogo ana mahitaji yake, mtu mzima ana mahitaji yake. Hivyo, kwa hiyo tunapozungumzia kila mtu ana mahitaji yake, tunamaanisha hata yule mgonjwa wa kisukari, mgonjwa wa presha, au watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, kila mtu ana mahitaji yake kulingana na alivyo. Sasa utajuaje kwamba una lishe bora? Kwanza tunaangalia uwiano wa uzito na kimo. Huwa tunasema kilo ulizonazo zinatakiwa ziendane na kimo ulichonacho. Kwa hiyo ni kwa kawaida huwa ukishafanya uwiano, japo kwa hiyo ni swali inahusisha hesabu, lakini huwa tunasema angalau iwe 18.5 mpaka 24.9. Lakini indicator ya pili ambayo ni rahisi sana kuigundua kwamba una lishe bora ni kuangalia uwiano wa tumbo, lakini na mzunguko wa makalio. Kwa kawaida huwa kwa wanawake tunasema angalau isivuke 0.8, yani ukichukua mzunguko wa tumbo ukagawa mzunguko wa hips, tunasema isizidi 0.8, lakini kwa wanaume inakuwa juu kidogo, tunasema kwa mwanaume isizidi 0.9. Lakini kwa kawaida wakati mwingine tunaweza tukatumia parameta moja, tukasema kwamba mwanamke hakikisha kitambi chako hakizidi 35, lakini kwa mwanaume isizidi 40. Kwa hiyo ni kwa ujumla, lakini in clinical setting huwa tunachukua parameta, tunaangalia juu na chini. Maana yake nini? Ukiwa na mzunguko mkubwa wa tumbo, ina maana wewe una central obesity, ina maana mafuta kwa wingi yamejizungusha organs za ndani zetu, tunasema vital organs na abdomen kwa ujumla. Kwa hiyo unakuwa hatarini kupata magonjwa sio kuambukiza, ikiwemo cardiovascular diseases, ambayo ni magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Kwa hiyo kwa ufupi, ni hiyo ndio lishe bora. Na kinyume chake sasa, tunapozungumzia lishe duni, ni kula chakula ambacho hakiendani na mahitaji yako ya mwili. Mfano, wewe unashinda ofisini, lakini unakula nusu ya ugali kwenye kila mlo, unakula kilo moja ya nyama, unakula labda maharage kilo moja, ina maana unazidi mahitaji yako ya mwili. Kwa hiyo chakula kiendane na mahitaji yako ya mwili, kiendane na shughuli unayoifanya, kiendane na umri, kiendane na physiological status. Mfano, mama mjamzito anatakiwa sana vyakula vyenye folic acid na madini chuma kwa ajili ya kutengeneza damu. Kwa hiyo tunatofautiana kwenye hilo, na tunaposema lishe bora, hatuwezi tukasema ajue moja linaua ndege wote. Kila mtu ana mahitaji yake kulingana na hali yake, jinsia na umri. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, ilikuwa ndio hivyo kwa ufupi. Tuko hapa Venance Mabeo Complex, tupo na kwenye mkutano wetu wa 4. Kwa hiyo nimeona ni bora kushiriki kitu kwa Tanzania wenzangu, kwa sababu tunaangamia kwa kukosa nini? Thank you until the next.